nayo ni kuwataka wananchi katika mwezi huu tuendelee kusaidiana, tuhurumiane. Ndani ya jamii zetu kuna watu wanyonge. Huu ni wakati mzuri sana wa kutoa misaada yetu mbalimbali ili kuwasaidia wale ambao hawana uwezo, nao waweze kufunga vizuri mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hivyo kwa wale wote ambao wana uwezo, tukumbushane kuwasaidia wenzetu ambao hawana uwezo. Lakini wale wafanyabiashara, naendelea kuwakumbusha kwamba huu si mwezi wa kuongeza bei ili upate zaidi. Inatakiwa iwe kinyume chake. Lakini kama huwezi kupunguza, basi angalau usiongeze. Madukani iwe ni bidhaa hizi tunazoagiza kutoka nje, michele, sukari, unga na kadhalika, lakini hata bidhaa zinazolimwa ndani ya nchi, mihogo na majimbi na kadhalika, huu si wakati wa kuongeza bei ya vitu hivi. Kwa hivyo hili nimesema tukumbushane tu, tuko ndani ya mwezi huu, tuna wanyonge katika jamii, tuna wajibu wa kukumbushana, kuwasaidia. Ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, haki ya kumwogopa kwa kufanya yaliyoamrishwa na kuacha yaliyokatazwa. Definition fupi ya uchamungu ni kufanya yaliyoamrishwa na kuacha yaliyokatazwa. Na ukitazama aya zote takriban nyingi zinaeleza kwamba wachamungu ndio waliopata mafanikio. Inna lilmuttaqina mafaza. Basi iwe sababu hiyo msukuma yeye kufunga na kutafuta radhi za Mola wake, sio kuogopa watu au kuchunga heshima yake katika jamii au kuogopa kulaumiwa na jamii. Na pia vile vile inaingia hapa katika maana hii ya kutaraji malipo, mtu afunge kwa moyo mkunjufu ulioridhia amri hii ya Mola wake na kuhisi hamu na furaha katika kuitekeleza na sio kuichukia na kuona uzito na maudhi katika kuifanya. Mtu huyu ndiye anayepata msamaha, mtu huyu ndiye anayepata msamaha wa dhambi yake madogo madogo aliyoyafanya huko nyuma na ambayo atayafanya baina ya Ramadhani na Ramadhani inayokuja, kwa sharti aliepushe na madhambi makubwa, kwani madhambi makubwa yakirundika, yakijirundika kwa mja bila ya kutubu yanazuia msamaha wa Allah.